Na walipofika mahali paitwapo Golgotha, yaani fuvu la kichwa, wakampa kunywa divai iliyochanganywa na nyongo, lakini yeye alipoionja hakutaka kunywa. Amen. Tuombe tena. Bwana Yesu, asante kwa ajili ya neno hili. Lifunue katikati yetu, Bwana, kila mmoja apate kulielewa. Ni kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Haleluya makutano. Amen. Haleluya watu wa Mungu. Jana tuliona kwa habari ya kutumia kwa usahihi alivyoviumba Mungu. Nikasema kwamba dhambi iliingia duniani kupitia Adam na Hawa kwa njia ya kutotumia kwa usahihi alivyoviumba Mungu. Haleluya. Maana kuna vitu alikuwa amewaambia watumie na kuna vitu alikuwa amekataa wasitumie. Aliwaambia matunda yote yaliyoko katika bustani ya Edeni ambao alikuwa amewaweka wanaweza kula, isipokuwa tunda moja tu la mti mmoja, mti wa ujuzi wa mema na mabaya, hilo wasile matunda yake. Lakini shetani akaja kuwadanganya na wakajikuta wamemsikiliza shetani kuliko Mungu. Muulize jirani yako kwenye maisha yako. Muulize jirani yako kwenye maisha yako, umechagua kumsikiliza nani? Muulize tena kwenye maisha yako, unamsikiliza nani zaidi? Unamsikiliza zaidi nani? Haleluya. Haleluya. Kilichowakosesha Adam na Eva ni namna pia waliyemsikiliza zaidi. Haleluya. 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 Wapendwa, niwaambie ukweli ya kwamba pamoja na kwamba Mungu haongei siku hizi kama alivyokuwa anaongea na Adam na Eva katika bustani ya Edeni, lakini bado Mungu ana njia nyingi anazoongea na sisi. Lakini shida ipo kwenye nani unayemsikiliza. Bwana asifiwe. Na ni kwamba mara nyingi Mungu huwa anaongea kwanza, ndio shetani anakuja kuongea. Hello? Mara ya kwanza Mungu anakuambia nini cha kufanya na nini usifanye, alafu shetani huwa anakuja kuongezea. Mara nyingi uharibifu umetupata sio kwa sababu hatukujua, bali kwa sababu tulifanya kinyume na tunachojua. Mungu atusaidie sana. Bwana asifiwe. Amina. Haya. Yeyote ambaye unajua Yesu ni Bwana, nyosha mkono wako. Haya, niwaulize swali au niache? Nani ambaye hajui ya kwamba kwenye maisha ya Mkristo neno na maombi ni muhimu? Nyosha mkono. Ambaye hajui kwamba neno na maombi ni muhimu, nyosha mkono. Aha, kumbe wote tunajua neno na maombi ni muhimu, si ndivyo? Haya, tusianzie mbali. Wangapi leo hamjasoma Biblia? Nyosha mkono. Ambao hamjasoma Biblia tangu mmeamka. Hata kwenye simu nzima Biblia ile hamjasoma. Ile SMS umeshasoma mpaka sasa yamkini mpaka karibu 200 SMS umeshasoma. Nyosheni mikono tu, hata Mungu awaone na shetani pia awaone vizuri. Haya, wangapi ambao ndani ya siku 5 hamjasoma Biblia? Bwana Yesu asifiwe sana. Haya, huo ni mfano tu mchache ambao nimetolea ya kwamba kila mmoja anajua neno lina nguvu, lakini hujasoma. Haya, niulize ambao mmenyosha tu, uwe mwaminifu tu mbele za Mungu. Ambao leo hamjasoma Biblia lakini umeshasoma SMS za watu, nyosha mkono.
Amina. Mungu akubariki sana kwa uaminifu. Maana hata haya, shusha mkono. Wangapi ambao wamesoma SMS, Biblia hawajasoma ila wamedanganya, hawajanyosha mkono? Nyosha mkono. Bwana asifiwe sana. Ngoja niendelee na ujumbe wangu. Kwa hiyo kwenye maisha yetu mara nyingi tunakosea katika vitu tunavyojua. Kwa hiyo Adam na Eva Mungu alikuwa ameshawaambia na wanajua, lakini wakakosea. Kwenye maisha yetu pale unapokosea, unaacha kumsikiliza Mungu, unasikiliza dunia, unamsikiliza shetani, lazima uharibifu ukujie. Lakini leo nakwambia mtu wa Mungu, chagua kumsikiliza Mungu, utafaidi. Haleluya. Haleluya. Ni waone watu ambao wanasema nimechagua kumsikiliza Bwana wa majeshi, hata shetani akinidanganya bado nitamsikiliza Mungu. Haleluya. Haleluya. Hakuna hasara katika kumsikiliza Mungu. Wewe angalia huko barabarani, kuna watu unakutana nao, ukitaja umri wako na umri wake mnalingana, lakini yeye amekongoloka, wewe bado uko ndani ya Yesu na cheza. Ni kwa sababu ulichagua kumsikiliza Mungu kuliko kuisikiliza dunia. Haleluya. Kuna watu tunakutana nao mjini, anajifanya ni kilema, ili apate msaada, lakini kumbe kuna wakati aliutumia usichana wake vibaya na shetani akauharibu. Sasa anaigiza yeye ni kilema ili angalau apate tu nafasi ya kula. Lakini tunaona walioko ndani ya Yesu, Mungu anawapa bonus hata ya maisha yao. Amen. Jana wakati ule mama mmoja wa Fimbo ya Msa akiwa anaendesha ile program, nikamwona namna alivyokuwa anachangamka. Nikashangaa, huyu ni binti wa darasa la 7 au ni mama mtu mzima? Nikagundua ni mama mtu mzima, lakini ni kwa sababu alikubali neema ya Mungu kufunika maisha yake na itembee pamoja naye. Kwa wewe ambaye umempokea Yesu, hauna hasara. Hata kama watu wataona kwamba hauifaidi dunia, lakini subiria tu. Kuna wakati watajua wao ndo walikuwa wanapoteza, ila wao walikuja poteza. Sema amen. Haleluya. Haleluya. Amina. Safari ya Yesu kwenda msalabani binafsi nimeiweka katika mambo matatu, katika vipengele vitatu. Sema vitatu. Sema vitatu. Kipengele cha kwanza ni ule utayari wa kuchukua msalaba. Yesu alikubali kuchukua msalaba. Sema amen. Walipompa msalaba, Yesu alikubali kuchukua msalaba. Haleluya. Haleluya. Amen. Hii ni hatua ambayo inahitaji kujikana. Maandiko yanasema ya kwamba mtu akitaka kunifuata na afanyeje? Ajikane mwenyewe, auchukue msalaba wake, kisha afanyeje? Anifuate. Haleluya. Inawezekana uko hapa unasema, mbona mimi ni kama nilichelewa kuchukua msalaba wangu na kumfuata Yesu? Bado hujachelewa mpendwa, bado hujachelewa mpendwa. Maana madam sauti ya Mungu bado inazungumza na wewe, hata sasa bado una nafasi. Sema amen. Inawezekana kuna mahali shetani alikupoteza na dunia ikakuharibu, lakini kama bado uko tayari kumfuata Yesu, kujikana mwenyewe, kuiacha dunia, ukachukua msalaba, ninakwambia Bwana Yesu ataanza kukubadilisha, ataanza kukutengeneza, utaanza kuwa tofauti. Anasubiri tu siku ya leo uchukue msalaba wako, alafu aanze
kukusaidia. Haleluya. Kipengele cha pili katika safari ya Bwana Yesu ni kusaidiwa msalaba. Sema kusaidiwa msalaba. Ukishachukua hatua ya kwanza ya kuchukua msalaba wako, Yesu anakuandalia watu wa kukusaidia msalaba. Haleluya. Kuna mtu hujanielewa. Mtumishi wa Mungu, hebu nisomee hilo andiko. Haleluya. Mathayo 27 mstari wa 32 na kuendelea hapo. Haleluya. Sema amen. Amen. Mliochoka sema amen. Kumbe wamwamo waliochoka. Mstari wa 32 inasema, ndio. Ushangilie Bwana kwa ajili ya msomaji. hata walipokuwa wakitoka, ndio, wakamwona mtu Mkirene, sawa, jina lake Simoni, sawa. Huyu wakamshurutisha auchukue msalaba wake. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hebu naomba nikuulize swali. Kama Yesu asingekuwa ameuchukua msalaba, Simoni Mkirene angemsaidia nini? Angemsaidia Yesu msalaba wa wapi ambao Yesu hajauchukua? Bwana asifiwe sana. Amen. Kuna gharama tunaogopa kuzichukua, kumbe Mungu alikuwa ameandaa watu wa kukusaidia. Halo? Kwa wakati ule umechukua hatua ya kujikana mwenyewe, kuikataa dunia, kukataa mambo yake, ndio hatua ya kwanza kuchukua msalaba. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni hatua ambayo inachosha, ni hatua ambayo inakatisha tamaa, ni hatua ambayo watu watakucheka, ni hatua ambayo utadharauliwa na kila mtu, lakini wewe chukua tu msalaba, maana Mungu amekuandalia Simoni atakaye kuja kukusaidia msalaba wako. Haleluya. Mungu anasubiri ile hatua ya kuchukua msalaba, na kisha ataleta hatua ya pili ya watu wa kutembea na wewe kwenye huo msalaba. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kuna mtu ananielewa? Nilipoamua kuacha kazi ili nimtumikie Mungu mwaka 2020, na bahati mbaya kwenye familia yetu niliyefika chuo kikuu ni mimi peke yangu kati ya watoto 10. Mama mtumishi Musa, tuko watoto wangapi? 10. Amina. Bwana asifiwe sana. Kati ya watoto 10 kwenye familia yetu, mimi nikiwa mtoto wa 4, ni mimi peke yangu ambaye nimefika chuo. Ni mimi peke yangu ambaye kuna malecture kwa nataka nipate scholarship niende nikasome. Nimepata GPA nzuri, alafu ndo huyu ambaye nikaamua kuacha kazi nimtumikie Mungu. Baba akaacha kunipigia simu, akanikatia simu. Ikawa vurugu mechi. Bwana asifiwe sana. Kila mmoja akasema vyake, wengine akasema huyu ni chizi. Nikakosa marafiki. Bwana asifiwe sana. Nikamwambia Mungu, mimi ninachoomba nipe tu mahali pa kuanzia huduma, wewe nionyeshe tu ninatakiwa niende wapi. Haleluya. Mungu akaniambia nenda Morogoro. Kwa nikatoka Mwanza Sengerema nikaenda Morogoro Dutumi. Sina mtu wa kufikia, ila nimepewa tu namba ya mtu wa kunipokea, na Mungu alionekana kule. Haleluya. 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 Nilipelekwa tu kwamba kijiji hiki hapa, na kuna mama mmoja anaulizia kanisa la IC. Kwa huyo ndo akawa muumini wangu wa kwanza. Ndani ya miezi 4-5 kanisa limefika watu 91. Haleluya. Wagonjwa wanapona. Alikuwepo dada mmoja alikuwa haongei mwaka mzima, akaongea kwa jina la Yesu. Wako nasema twende kwenye kanisa kale kana nguvu ya Mungu. Haleluya. Hata wapagani wakaanza kuwa wanahubiriana, kale kanisa kana nguvu ya Mungu. Haleluya. Wengine wanakuja hata hujahubiri, ila kwa sababu wamemuona Yesu mahali pale. Sasa wakati wa kuoa akasema si aliacha kazi. Naomba nisiwataje ndugu zangu hao, ila kwenye ukoo akasema si aliacha kazi, ngoja tumuone. Nikasema okay,
hamumjui Mungu wangu. Bwana asifiwe sana. Nikajipangia mahali kubwa. Sema mahali kubwa. Nikasema sasa ili nioe kwa heshima najipangia mahali 3,000,000. Bwana asifiwe sana. Alafu nikamute, sikuwatafuta. Mungu akanifanyia muujiza. Hela zikapata mpaka watu wa Marekani ambao hata hatujuani, hatujawahi kuonana, wakatuma hela. Mungu yupo. Bwana asifiwe sana. Amina. Akina Simoni wako wapo, ila Mungu anachohitaji umeuchukua msalaba. Bwana asifiwe sana. Tangu siku hiyo wakipata shida, ndugu zangu wasema mpigieni mtumishi wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Kuna wakati wa kuaibika, ila ikubali hiyo aibu, alafu Mungu atakuheshimisha mwenyewe. Amina. Ndio na baba mchungaji tukatunongea andiko moja, alinikumbusha andiko moja nikakumbuka sana, wa Filipi 4. Nasema kwamba tena yeye alipoonekana ana umbo kama la mwanadamu, alijinyenyekesha akawa mtii hata mauti, na mauti ya msalaba. Mahali hapo inaendelea akasema, lakini Mungu alimwadhimisha mno, akampa jina lipitalo majina yote. Haleluya. Amen. Haleluya. Wewe kubali tu kuchukua msalaba, Mungu ataanza kuinua watu kwa ajili yako. Amen. Kipengele cha 3. Bwana asifiwe sana.